Maalim Seif Sharif Hamad katika kujadili mgogoro wa chama cha CUF. Moja ya shutuma nzito zilizoelezwa dhidi ya Maalim Seif ni kuzuia wawakilishi 27 ambao walikuwa wamepata hati za ushindi katika baraza la wawakilishi, na baraza kuu lilokutana katika chumba hiki cha Shabani Hamisi Mlow liliamua kwamba wawakilishi wote waliokuwa na hati za ushindi pamoja na madiwani wote wapeleke kesi mahakamani kupinga wito wa kurudiwa uchaguzi wa Zanzibar, kwa sababu tayari wao wana hati za ushindi na mahakama hazijatengua ushindi wao. Jambo hili tulikubaliana, likapitishwa, lakini wenzetu waliporudi Zanzibar, katibu mkuu akazuia kupeleka kesi mahakamani. Zile hati za ushindi akawa amezikusanya na kuzuia kesi yoyote isifunguliwe. Matokeo yake chama cha CUF hakina uwakilishi wowote ndani ya baraza la wawakilishi. Tumepoteza viti 27 kwa sababu CCM wakati ule fikra yao yote ilikuwa kwenye swala la urais, na rais wa Zanzibar alikuwa hajatangazwa rasmi na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa hiyo walikuwa wanachohitaji ni kwamba uchaguzi urudiwe, uchaguzi wa rais. Alau tungekuwa na wawakilishi 27, tungekuwa ndani ya serikali ya umoja wa kitaifa, tungeweza kuendeleza madai kuhusu uchaguzi mkuu wa Zanzibar 2015. Kitendo cha kuwazuia wawakilishi na madiwani kutopeleka kesi, wasipeleke kesi mahakama za Zanzibar, ni kitendo ambacho kimehujumu chama cha CUF. Pili, mkutano mkuu ulimshutumu katibu mkuu wa zamani Seif Sharif Hamad kwa kuanzisha huu mgogoro, kwa kujenga mazingira mabovu ya kutaka kukiumiza chama upande wa Tanzania bara. Na baada ya mkutano mkuu kuvurugika, kuweza kuwagawa wana-CUF, kutomshirikisha naibu katibu mkuu Mama Magdalena Sakaya, ambaye kwa kuzingatia katiba ya chama cha CUF yeye ndiye aliyekuwa anamfuata kimamlaka katibu mkuu ambaye anatokea Zanzibar, na Magdalena Sakaya anatokea Tanzania bara. Baada ya wajumbe wa mkutano mkuu kupeleka malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa na msajili kumjulisha katibu mkuu wetu kwamba kuna malalamiko, katibu mkuu alimpongeza msajili wa vyama vya siasa, akaeleza kwamba anaipongeza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa sababu msajili wa vyama vya siasa anafuata vizuri sheria ya namba 5 ya vyama vya siasa na kanuni za vyama vya siasa, ili vyama hivyo viweze kufuata katiba zao na kuheshimu katiba zao. Kwa maandishi anampongeza msajili wa vyama vya siasa. Msajili wa vyama vya siasa, baada ya kutazama maelezo yaliyotolewa na wajumbe wa mkutano mkuu waliolalamika na maelezo aliyotoa katibu mkuu, na akatazama katiba ya chama cha CUF, msajili wa vyama vya siasa akasema Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, ambaye amechaguliwa na mkutano mkuu wa chama cha CUF mwaka 2014 kwenye mkutano mkuu uliofanyika Juni 2014, yeye ndiye mwenyekiti halali wa chama cha CUF.
Sasa huyu katibu mkuu ambaye ameipongeza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kufuata sheria namba 5 ya vyama vya siasa na kanuni za kuendesha vyama vya siasa, kwamba anafanya kazi nzuri, baada ya kwamba msajili wa vyama vya siasa ametoa msimamo wake na mwongozo wake kuhusu mgogoro uliokuwepo hapa, kwamba kwa kuzingatia katiba ya chama cha CUF, Profesa Lipumba mwenyekiti halali wa chama cha CUF. Sasa msajili akaonekana hajui kazi yake, amejitia aibu, sio jaji mzuri, ikaanza shutuma nzito. Amefungua kesi 39. Hii kesi iliyohukumiwa juzi ilikuwa ni jana, iliyohukumiwa jana, hiyo ndio ilikuwa kesi ya mwanzo. Kesi ambapo ilipofunguliwa, jaji hiyo ndio alikuwa akiipitia kesi hiyo, ndio alikuwa anasimama. Sasa anasoma kesi ilipopelekwa pale, akawa anauliza, hivi bodi ya wadhamini iko wapi hapa? Aliposema bodi ya wadhamini iko wapi hapa, wakaona kwamba hapa wataanguka, hawana kesi, wakamkataa jaji Kiyo. Jaji Kiyo akatazama sababu za kumkataa, akawaambia hakuna sababu za msingi za kulikataa, kwa hiyo mimi sijitoi. Wakakata rufani. Wamekata rufani, imechukua muda mpaka jaji Kiyo amestaafu, kaondoka, kesi ikapangiwa majaji wengine. Sasa kwa kuanzisha hizi kesi, mtu ambaye amezuia kesi za wawakilishi zisiende mahakamani, matokeo yake hatuna uwakilishi ndani ya baraza la wawakilishi, lakini amefungua kesi dhidi ya wanachama wengine wa CUF 39. Katika hali hii ni wazi alikuwa anafanya mambo haya yote kukidhoofisha chama. Kwa hiyo mkutano mkuu uliazimia na ulishafanya kazi hii, ulimfukuza Seif Sharif Hamadi toka chama cha CUF. Kama ameangukia ACT, lakini mkutano mkuu ulishamaliza kazi. Huyu ni mharibifu, wacha aipeleke damu yake chafu ACT, na kama ACT kwa mahututi ikiongezewa damu chafu yenye virusi, basi ndio anakwenda kuimaliza kabisa ACT isiinuke hata kuinuka. Lakini pamoja na yeye, mkutano mkuu ulieleza kuna watu ambao ndio wanawasikiliza sana na wanampotosha, na wao ikaamuliwa wanafukuzwa chama na mkutano mkuu. Watu hao ni Ismaili Jusaladu, Salim Bimani, Isa Heri na Mohamed Nuru na Saidi Ali Mbaru. Kwa mkutano mkuu uliwachukua hawa watu wengine 5 ukawaunganisha na katibu mkuu kuwaondosha kwenye chama cha CUF. Na kwa upande wa bara umechukua watu 5 kwamba hawa na wao waondolewe kwenye chama. Nao ni Joran Bashange, Mbarara Maharagande na Katau. Hao nao wameondolewa kwenye chama kwa misingi ya kwamba ndio wanaoshabikia kuongeza hizi kesi, kuzuia shughuli hizi tusiweze kufanya kazi zetu vizuri. Lakini pia mkutano mkuu umetoa wito kwamba mgogoro huu umeweka majeraha sana mengi katika chama chetu. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2020, kazi ya chama cha CUF
pamoja na kuendelea kueneza sera zake, na sera iliyobuniwa na mkutano mkuu ni sera ya furaha na haki sawa kwa wananchi wote, kwa kutumia rasilimali za nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Kwamba pamoja na kuieneza sera hii, lazima tufanye kazi ya kuweza kutibu majeraha yanayotukabili. Tunatoa wito kwa wananchi, kwa wanachama na hususan wanachama wa CUF Zanzibar kwamba hiki ni chama kimoja, tuna chama kimoja, waendelee kuunga mkono chama chao cha Civic United Front. Tumetoka mbali katika kudai haki katika nchi yetu.